Haya bwana mtazamaji wa Chemba Talk Show, tunaendelea na uhondo wetu wa Ottoman. Sasa upo sehemu nzuri kweli kweli. Sisi wakai tunayo furaha, na sasa tunaendelea kuwa na furaha ambapo Halima anasikia kwa sikio lake kutoka kwa Sofia kuwa alivyopotea pale kwenye maji, yeye Sofia ndiye alimchukua na kukaa naye. Yani Bala ameambiwa ukweli kuwa Mariam ndiyo Halima. Yani Sofia anamwambia Bala Hatum Mariam ndiyo Halima. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba amemwambiaje na walikuwa wapi? Nikukumbushe lile tukio la moto baada ya Begum kuweza kumuunguza moto Bala Hatum. Halima wamekutana na Sofia, basi kilichofanyika Sofia akaweza kumuokoa ama kumchukua ili awe mateka wake. Na kilichofanyika ni kwamba baada ya kumchukua akauliwa yule mwanajeshi ama askari wa Begum waliomwacha kwa ajili ya kuangalia ule moto hadi utakapoishia. Kwa hiyo kauliwa, na baada ya kuuliwa yeye ndio kavalishwa pete za Bala Hatum ionekane kwamba kafa kweli, kumbe hajafa. Sofia ameweza kumchukua na kuondoka naye. Baadhi ya picha utaziona hapa kupitia juu hapo, unaona picha hizo ndio sehemu ambazo alizokuwa anampeleka. Sasa mara baada ya kusikia hiyo habari, Bala Hatum anaumia kweli kweli, na bahati nzuri Halima alimuaga anaondoka. Maana Halima walikutana na Sofia, baada ya kukutana na Sofia alimuaga bana, baada ya mazungumzo kuisha anaondoka. Alimfuata nyuma na kwenda kusikia. Kwanza kamuona Bala ametekwa, lakini pia amesikia kile ambacho nachokwambia hapa kwamba kumbe Halima ama yeye anamuita Poena ni mtoto wa Bala Hatum na Osman Bey. We Noma sana. Sasa episode hii bwana inatuonesha hayo, kujua ukweli wake na upi, na mwisho wa siku kabisa sehemu hii inaonesha wiki hii. Kwa nyinyi ambao mnaitazama kwenye TV, mjue kuwa Halima atajua yote huenda wiki hii Jumatano, ambapo mtaona hiki ambacho ninachozungumza, kwa sababu mimi naangalia hapa ina masaa 2 na sekunde 15. Kwa hiyo kwenye TV huwa wanagawa dakika 49, wakati mwingine 45 ama dakika 50. Kwa hiyo kwa masaa 2 na maana hizi siku 2 ama siku 3 unaweza kuifikia hii sehemu ambayo ninayokuambia. Sawa? Sasa Bala Hatum kama ambao nimeeleza pale, aliokolewa na Sofia, aliyeungua moto ni huyo askari wa Begum Hatum aliyemwacha pale, na aliyemuua huyo askari wa Begum ni huyo Sofia, ili mradi amuokoe, lakini sio kumuokoa, lengo amuokoe afu akamtese akamuue, lakini itamtokea puani. Sasa kwenye episodi hii ya 181 mapigano ni makali sana. Yani hii episodi tutaangalia mapigano zaidi kuliko maneno. Yani kuna mapigano mengi, mtaona huko. Mapigano yanapigana kweli kweli, watu wanauliwa kweli kweli. Katika sehemu hii pia Mariam ama Halima tumuite Poena atasikitika baada ya kujua ukweli ule ambao umetokana na yeye kuweza kuibiwa na Sofia. Sasa reaction yake itakuwaje Halima? Mimi na wewe hatujui kama reaction yake itakuwaje, ama atamchukia na kumuua Sofia. Hapana, sema Sofia ni mjanja. Kwanza moja kaenda kumbadilisha na jina. Badala ya Halima ambia wewe unaitwa Poena. Jina kama la kizombi fulani hivi, lakini yes, Poena, lakini limekaa namna fulani. Sasa Osmani anaambiwa aliyemchoma moto Bala ni Begum Hatum. Kwenye hii episode hii hamjaona bado, naambia mtaona siku ya Jumatatu hii ambayo nakwambia. Anaambiwa aliyomchoma kisu ni Begum Hatum, na anemwambia hivyo ni huyo Halima ambaye alisalia pale. Sasa Osmani anamtafuta Begum, wanakutana polini pamoja na Elibai. Sasa kina Olwan na Osmani anamrushia kisu, kwa maana huyu Osman Bey anamrushia kisu Begum Hatum, kinamchoma ila hafi. Sasa Aladini ana maumivu makali, kwa upande wa pili ana maumivu makali, yeye akijua kwamba mama yake mzazi amekufa. Lakini pia Jekutai anamwambia kilichotokea na namna ambavyo alivyookolewa, anamwambia Osman Bey kwenye sehemu hii. Hatimaye Aladini anamchukua mama yake anampeleka kambini
watu wana maumivu kweli kweli, wanalia juu ya kile ambacho kimeweza kutokea, lakini hakuna namna. Sasa bahati mbaya hawakujua. Hatimaye Osman naye anarudi pale kambini, anauchukua ule mwili, anaunyanyua, yani huzuni, yani full huzuni katika sehemu hii. Sasa wakati anaendelea na majonzi akiendelea pale kambini, Altuga anaingia katika kambi, anawaumiza wafuasi wa Osman, na ndio kifo huyu bwana kifo chake kitawadia, lakini sio episode hii, lakini atakufa huyu Altuga. So unamjua yule msaidizi wa Olgan? Yes, yeye ndiye ambaye atamuua Olhan, atamuua mwenyewe kwa kisu chake. Sio kama wengi wanavyohadithia kwamba Jakutai, ambaye Jakutai ni ndugu yake wa damu kabisa, Jakutai mkubwa, huyu Altuga ni mdogo. Hapana, Jakutai hamuui, anayemuua ni Olhan Bey. Kambini kwa Osman kumejaa simanzi kama ambavyo nimezungumza, lakini Olgan anaenda kwa juu, anawaangalia kwenye mlima, na hatimaye anarusha mshale. Kuja kurusha mshale, ule mshale unakutana na Saluja, unamchoma huku nyuma, lakini bahati nzuri wanakimbia na wanaondoka. Sawa, Saluja alikuwa tunakumbuka kwamba Saluja yeye alikuwa anampenda sana Fatuma amuoe, lakini kulikuwa na bato kati ya Saluja na Yusuf, lakini anamkata Saluja, ule mshale unampata Saluja, na hatimaye wanaenda polini, wanakutana huko polini. Kinachotokea huko, anaenda kufia huko Saluja, na baada ya kufa anatoa shahada kabisa, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadu abduhu wa rasulullah. Anatoa shahada, na kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, kama ukifa ukitoa shahada, basi unaenda kupata makazi mazuri huko unapoenda, na yeye anakufa hivyo. Lakini wanasikitika. Sasa ikumbuke kwamba hawa Yusuf na Saluja wao walikuwa wapinzani, wote wakimtaka Fatuma, lakini baadaye wakaunga urafiki mzito kweli kweli. Na kifo cha Saluja, Yusuf anasononeka, anasikitika kweli kweli, lakini mambo ndio hivyo, muda wake umefika. Hatimaye tunaenda kumkosa Saluja, lakini amefanya kazi kubwa sana bwana Saluja katika episode hii. Episode ya 182 nini kitatokea? Mimi tayari ninayo kichwani, lakini hii episode ya 182 itaelemea sana kwa Halima ambaye ni Poena ama Mariam, ana majina matatu humu. Itaelemea sana kwake kwa sababu baada ya kujua ule ukweli, reaction yake itakuwaje na nini ambacho kinachoendelea. Kwa hiyo cha kufanya wewe usikose kutazama Chemba Talk Show, twende hadi mwisho. Lakini pia niwashukuru wote ambao mnaendelea kutazama Chemba Talk Show, hamjaniangusha kuendelea kusikiliza hadithi hizi ama story hizi ambazo mimi ninazohadisia. Lakini hizi simulizi zangu, mimi ni binadamu. Pale ambapo napokosea, basi mniambie ili tuweze kurekebisha na hatimaye simulizi ziwe nzuri na za kuweza kueleweka. Asante sana, Amini Nyaungo Kiraka chenu hapa, chao.